mengi umeyasikia huko, wachambuzi wengi wamezungumza. Niko na expert hapa. Kwanza ni defense analyst, ataenda kutuelezea mizania ipoje huko kwenye masuala ya defense kati ya Israeli na Marekani, Irani pia nini ambacho kimeweza kujili huko. Ni muda mrefu sana nilikuwa na tamani tuweze kukaa mpaka hapa, wasikilizaji na watazamaji wa Salamba Radio, watazamaji wa Salamba TV, tuweze kupata uchambuzi wa kina kabisa kutoka kwa wakili hapa Lucas Mnuka. Wakili, mambo vipi? Shwari kabisa, mambo yanakwendaje? Bwana, karibu bwana Salamba TV. Asante sana. Ni ujio ambao nilikuwa na utamani hasa tuweze kukaa kwenye meza kama hivi, wana sauti ya asubuhi, wana Salamba TV waweze kupata madini kutoka kwako. Asante sana. Kama ulivyosema, mimi nipo tayari kushare yale machache ninayojua kuhusiana na siasa za kimataifa, geopolitics kwa ujumla, hasa pale Mashariki ya Kati, kwa sababu kama ulivyosema kuna mgogoro mkubwa sana unaendelea, na nipo tayari kushiriki nawe katika kuchambua. Sawa bwana, tukianzia kabisa mwanzoni, unajua rais wa Marekani Donald Trump mwezi uliopita alikuwepo kwenye mkutano wa NATO ambao ulifanyika nchini Uturuki. Tukaona bwana mengi alizungumzwa, lakini ambapo The Washington Post waliweza kutoa taarifa kuhusiana na kile ambacho kilichotokea pale, namna ambavyo Trump aliweza kusafirishwa. Mbali na hiyo Washington Post, lakini kumekuwa na vibonzo vingi vile vinaendelea mtandaoni kuanzia juzi, jana mpaka leo hii. Vinamzihaki Trump bwana, iliwezaje rais wa dunia ameweza kufichwa kwenye boksi la chakula kwa kuhofia mashambulizi ya Irani. Kumbuka Irani waliweza kutoa taarifa kwamba wanahitaji kulipa kisasi kwa wale wote ambao walihusika na mashambulizi dhidi yao, hasa kumuua kiongozi wao mkuu Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, ambapo mwezi Februari walivyoanzisha mashambulizi hicho ndio kiliweza kutokea. Sasa swali langu la msingi kabla tuende kuangazia nini ambacho kilichotokea, hivi Irani ndio imekuwa tishio hivi kwa Marekani mpaka rais anahifadhiwa kwenye maboksi ya chakula, au nini kimebadilika sasa hivi, au ndo tunasema ni kawaida kwa intelijensia za Marekani kufanya matukio kama haya? Kwanza niseme tu kwamba inawezekana ikawa ni kawaida au isiwe kawaida, lakini ili tuweze kujua ni kwamba lazima tuangalie namna tulivyoipata hii taarifa. Hii taarifa tumeipata kwa sababu kuna mtu aliliki taarifa hiyo kwa Washington Post. Kwa usikute kuna matukio kama hayo lakini huwa hayaliki, kwa lugha nyingine huwa yanabaki kuwa sehemu ya security establishment ya Marekani. Yes, lakini sasa nikikujibu swali lako kadiri ulivyoliuliza ni kwamba Irani kwa sasa ni tishio kweli, kwa sababu kipindi cha nyuma uwezo wake wa kijeshi ulikuwa hujawa tested, au kwa lugha nyingine ya kitaalamu hawakuwa combat tested katika uwanja wa vita. Lakini makombora yao yameprove kuwa yana efficiency kubwa katika uwanja wa vita, yamekuwa yakishambulia kambi za Marekani kikamilifu. Katika kiwango kama hicho, manake ni kwamba Marekani lazima pia wachukue tahadhari, na tahadhari walioamua kuichukua ni kuhakikisha kuwa ndege ambayo inafahamika kuwa ni ndege inayombeba rahisi ibaki kuwa siri kwa wakati huo, ili just in case kama watashambulia na kwa bahati mbaya wakashindwa kuyazuia yale mashambulizi, maana yake ni kwamba yanakuwa hajashambulia target sahihi. Kwa Irani ni tishio kweli kwa Marekani kwa sasa hivi? Yes, Irani ni tishio, ila kiwango cha tishio tunaweza nisitumie neno kwamba ni kweli au vipi, lakini nachoweza kusema tu ni kwamba katika mambo ya kivita huwa tunaangalia ile level ya tishio. Hata kama ikiwa ni ndogo, basi unatakiwa uact upon it ili kuto give it any chance. Yani kwa lugha nyingine nachoweza kusema ni kwamba hata kama tishio ni ndogo, unatakiwa kuhakikisha kwamba unaliondoa na una act on it ili kuhakikisha kuwa usalama wa rais unaendelea kuwepo pale. Okay, sawa. Sasa maswali mengi yakawa yameibuka kuhusiana na hicho ambacho kimeweza kutokea. Na baadaye tukaona Trump mwenyewe kama tumemzoea ni mtu ambaye anapenda kukanusha taarifa zenye taharuki, lakini hii taarifa yeye hakuweza kuikanusha. Akasema yeye aliweza kufuata kweli maagizo ya usalama, kwa maana ya CIA walimuagiza afanye hivyo na yeye akafanya hivyo. Kwanza kwa tathmini yako, tangu mgogoro huu ulivyoanza, unaonaje kwanza kwa ujumla
hali ya rais wa Marekani Donald Trump sasa hivi na namna ambavyo anavyoongoza vita dhidi ya Iran. Kwa kweli niseme kuwa kama mchambuzi wa masuala ya kivita wa muda mrefu hali ya Trump anavyoongoza hii vita naona hairidhishi. Na nikisema hairidhishi ni kwa sababu kama commander in chief yani mkuu wa majeshi anatakiwa awe na kauli moja thabiti, awe pia ana strategy ambayo inaeleweka. Nikisema strategy inamaanisha mpango. Sasa Trump amekuwa akibadilika sana. Leo anaweza akatangazia umma wa dunia na wa Marekani kuwa tunaishambulia Irani, tunaenda kuondoa uwezo wao wa kusafirisha silaha kwa kupitia labda kubomoa madaraja na labda kuhakikisha kuwa wanashambulia sehemu zote za muhimu ikiwemo power plants, kwa maana vituo vya kuzalisha umeme. Lakini huwa ndani ya muda mfupi sana anabadilika. Kwa lugha nyingine ni kwamba Trump kwa lugha nyingine tunaita ni kwamba ni very unpredictable, atabiliki. Sasa commander in chief anatakiwa kutabilika ili akitoa maelekezo kwa wanajeshi wake waweze kuyafuata ipasavyo pasipo kuleta changamoto yote ya kiutendaji katika ngazi za kijeshi. Sawa bwana, huyo ndo Trump bwana. Watu wengi walikuwa wanamkosoa kweli, na wakosoaji wengi wanasema ni kama sasa hivi amechanganya na magazeti mengi ya Marekani ikiwemo Wall Street Journal. Yani kuna taarifa wiki iliyopita waliweza kuchapisha wakasema kwamba Trump ni kama anachanganyikiwa hivi, ajui ashike lipi. Sasa tukitoka hapo bwana, twende tukaangazie namna gani ambavyo vita vilivyoanza, na nataka uniambie Lucas kwamba je, malengo ya vita ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yalikuwa ni yapi? Na je, yamefanikiwa kwa kiasi gani? Na kama hajafanikiwa, unadhani ni kwa nini mpaka sasa hivi hawajaweza kufanikisha? Kwa sababu tunaamini kwamba Iran ni nchi ndogo sana kwenye mizania ya kijeshi ukilinganisha na the way magharibi au western walivyokuwa wanatueleza kwamba uhalisia wa Iran na uhalisia wa majeshi yao. Sasa tuanzie kwanza kwenye malengo ya vita yalikuwa ni yapi, lakini je, wamefanikisha hayo malengo na kwa nini hayajafanikishwa? Asante sana kwa swali zuri ndugu mwandishi. Kama ambavyo umesema vita yote inavyoanza huwa inapiganwa kwa malengo. Kwa malengo ndio. Sasa malengo hayo ndio yanaweza kudetermine au yanaweza kuamua kwamba vita hile imefanikiwa au haijafanikiwa. Na umeuliza swali zuri sana kuhusiana na malengo ya vita yalikuwa ni yapi. Sasa ili uweze kuona malengo ya vita lazima ufuatilie speech au maelekezo au tamko rasmi la kuanzisha vita, ambao kimsingi kwa kipindi hicho chote kiongozi wa nchi kwa mantiki ya Rais Donald Trump akuita kama vita, aliita operation na aliita ni Operation Epic Fury. Yes. Ambao katika maelezo yake alitaja malengo kadhaa, na hayo ndio msingi wa swali lako. Lengo la kwanza kubwa ilikuwa ni kuondoa uwezo wa taifa la Irani kuzalisha silaha za nyuklia. Hilo ndio lilikuwa lengo namba moja. Lakini lengo la pili ambalo pia alilinasibu na kulisema hadharani katika ile speech yake ya kutangaza kuanzishwa kwa Operation Epic Fury ilikuwa ni kuhakikisha kuwa Irani inaondolewa ule uwezo wa kuzalisha ama kupunguzwa uwezo wake wa kumiliki makombora hatari yanaweza kashambulia masafa marefu, ikiwemo labda kushambulia Israeli na kwingineko, kwa sababu kwa mujibu wa Trump mwenyewe alisema kuwa jeshi la Irani lilikuwa linaenda kuwa hatari kwa sababu ya aina ya makombora na wingi wa makombora ambayo walikuwa nayo. Lakini lengo la tatu ambalo alilitaja ilikuwa ni kuona kwamba wanaangalia uwezekano wa kufanya regime change, yani kubadilisha mfumo wa utawala katika nchi ya Irani. Lakini lengo lingine la mwisho la nne, yapo mengi lakini hayo ndio yalikuwa malengo makubwa, ilikuwa ni kuhakikisha kuwa wanamuhimiza Irani kwa kuhakikisha wanamuondolea uwezo wake wa kuweza kusapoti makundi mengine ambao wao wanaita ni ya kigaidi, yani terrorist organizations, japo inaweza ikawa ni tafsiri ya western. Sasa ambao of which inaweza ikawa very subjective, kwa maana ya kwamba yanaweza kawa sio makundi hayo ya kigaidi, lakini kwa wao wameatemu hivyo, ikiwemo kule Houthi lakini na Hezbollah, Hamas pia. Yes, Hamas pia. Yes, kwa hiyo kimsingi hayo ndio alikuwa malengo makuu. Sasa ukitaka kuona kwamba je, wamefanikiwa kwa kiwango gani, unatakiwa kuanza kujiuliza malengo hayo yametimia? Sawa. Yes, kwa hiyo ukiangalia ni kwamba malengo hayo hayajatimia. Mpaka sasa Irani
haijaondolewa ule uwezo wake wa kuzalisha nyuklia, kwa sababu uwezo watu wanaotafsiri vibaya. Ndio. Uwezo sio kuwa na ile facility, yani kuwa na labda na kinu cha nyuklia. Uwezo unaenda mbali kwenda kwenye wanasayansi, scientist, kwa sababu kama ni kinu cha nyuklia kikishambuliwa, kesho wanaweza wakajenga kingine, kwa sababu tayari wanayo yale maarifa muhimu yanaweza kusababisha wakajenga hicho kinu cha nyuklia. Kwa lugha nyingine, sio swala rahisi la kuweza kuondoa uwezo wake, lakini mpaka sasa hakuna ripoti zozote zilizothibitishwa zinazoonyesha kuwa wamefanikiwa kuondoa uwezo wa taifa la Irani kuzalisha ama kununua silaha za nyuklia. Na ndio maana kwa baadaye wakaona wajikite katika mazungumzo, labda yangeweza kusaidia. Kwa hiyo objective namba moja ambayo ilikuwa ni kubwa ya kuhakikisha kwamba Irani haiwezi kuzalisha, kununua au kumiliki silaha za nyuklia kupitia njia mbalimbali, hilo mpaka sasa halijafanikiwa. Lakini pili, lengo lingine ambalo lilikuwa ni kubwa zaidi ilikuwa ni la kuhakikisha kwamba missile program, yani program ya Irani kuzalisha makombora inafutwa kabisa. Yani kwa lugha nyingine ni kwamba kuhakikisha kwamba wanaharibu kupitia operation ya kijeshi maeneo yote ya kutunzia, magara yote ya kutunzia silaha, viwanda vyote vya kuzalishia makombora na maeneo yote muhimu ya kimkakati ya Irani yanayohusishwa moja kwa moja na makombora pamoja na drones. Hilo pia halijafanikiwa. Sawa, sasa hawajafanikiwa. Nataka nijue sasa kwa nini. Ni kwa sababu labda walikuwa wameweza kukalkuleti vibaya, au nadhani kwa mtazamo wako ni kwa nini hayo malengo hayajafanikiwa? Kwa sababu tumeona wanasayansi, unakumbuka vita vya siku 12 ambavyo Israel na Marekani, baadaye iliweza kuingia Marekani wakapiga zile Fordo na Natanz na nini, na Israel operation kubwa alifanya ni kwa sababu alikuwa wanawaua wanasayansi wa Irani. Lakini tukiachana na hapo, wakatutangazia ulimwengu, hasa Trump akasema tumeshaangamiza kila kitu, vita vimekwisha na Irani hawataweza tena kuzalisha silaha za nyuklia na hawana huo uwezo, tushaona sayansi na tumeweza kupiga hivyo vino vyao vikubwa. Lakini pia operation hii ilivyoanza tena Epic Fury, tukaona wameshambulia tena baadhi ya site za nyuklia, magari ya makombora tumeona wameshambulia, na tumeona wanatutangazia hadharani kwamba tumepiga sehemu fulani, tumepiga sehemu fulani, tumepiga gara fulani, na sasa hivi Irani itakuwa haina tena uwezo wa hivyo vitu vyake. Sasa unafikiri ni kwa nini mpaka sasa hivi kwa mtazamo wako wanakwama, ili hali wao walishatutangazia hadharani kwamba tumeangamiza tangu mwaka jana kwenye vita vya siku 12? Ni kweli. Asante sana kwa swali zuri. Na kimsingi ni kwamba ukiangalia unachokisema ni ile operation ya awali ambayo wao Marekani waliita Operation Midnight Hammer, ambayo kimsingi walianza watu wa Israel au kwa mantiki IDF, jeshi la Israel, kwa kushambulia maeneo mbalimbali ya Irani. Baadaye Marekani ikaenda kwa operation moja ya siku moja ya kushambulia vinu vya nyuklia ambavyo ilikuwa ni kinu cha Natanz, Isfahan na kule Fordo. Yes, lakini sasa ili uweze kuona ni kwa namna gani, kama nilivyokuambia, it's not about, sio kuhusiana tu na kushambulia facility. Issue ni kwamba facility hiyo ipo wapi? Sasa Irani wao walishajiandaa kwa muda mrefu kwa kuona kwamba Marekani ikitokea siku wanataka kuwashambulia, watawashambulia kwa makombora yanayoitwa bunker buster. Bunker buster ni aina ya makombora ambayo yanachimba chini ardhini, kisha yanaenda kushambulia au kulipuka kule kwenye target yake, ambao kimsingi Marekani kupitia General Dan Kane mwenyewe ambaye ni joint, yani mkuu wa jeshi la Marekani kule, ambaye kimsingi wanaita joint military joint chief. Alisema hadharani kuwa walidevelop au walijenga au waliunda bomu au kombora aina ya GBU-57 bunker buster kwa ajili ya kazi moja tu, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaenda kushambulia kinu au andaki la Fordo, ambao kimsingi kule chini ndio kuna facility ya kuzalisha au kurutubisha nyuklia. Sasa ukiangalia katika mazingira hayo, Irani wao walichokifanya cha msingi ni nini? Irani walihakikisha kuwa silaha zao muhimu na vinu vyao vyote vya nyuklia vinaenda chini ardhini katika umbali ambao hata GBU-57 bunker buster haiwezi kuleta matokeo. Na hicho ndicho kilichowasaidia katika eneo zima la mapambano haya. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kukamilika kwa operation ya kwanza, Trump alipokuja hadharani, kimaanisha Midnight Hammer, Trump alipokuja hadharani na kutangazia ulimwengu kwamba ame-obliterate au ameharibu uwezo wa Irani kuzalisha silaha za nyuklia, ikiwemo kurutubisha uranium. Baadaye vyombo vyake vya usalama, kuna ripoti ikaliki kutoka pale Pentagon,
Yani wao walivyofanya initial assessment zile yani ule utafiti wao wa kitaalamu kwa mantiki tunaita lugha rahisi ni kwamba tathmini. Yes, tathmini lugha rahisi zaidi. Baada ya kufanya tathmini yao wakagundua kuwa ile programu ya nyuklia ambayo walihisi wameharibu imerudishwa nyuma kwa kama miaka 2 tu. Kwa hiyo na ndio maana ikaonekana kuna haja ya kupanga operation nyingine kubwa zaidi ya kijeshi, ambayo ndio akapanga operation ambayo iliyofuata ya Operation Epic Fury. Lakini Operation Epic Fury pia haikuzaa matunda kwa sababu mazingira ni yale yale. Mazingira ni yale yale. Nikisema mazingira ni yale yale namaanisha nini? Irani inatunza silaha zake katika maeneo ambayo ni chini sana huko ardhini ambako wanaita missile cities. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Marekani akajikuta katika hali ya kupambana kila akitaka kuharibu maeneo muhimu ya kimkakati ambayo Irani inatumia kutunza silaha zake, anashindwa kwa sababu yapo mbali huko kwenye missile cities. Likewise hata zile sehemu au maeneo ya nuclear, zile facilities zimechimbiwa mbali sana ardhini, na ndio maana imekuwa ni ngumu kwa Marekani kushinda vita hii mpaka sasa na let alone kutimiza yale malengo ambayo amekuwa nayo.